inafanya matokeo. Kwa hivyo tunapoingia sasa kwenye eneo hili, tunaelekea sasa kwenye upande wa performance, music performance ama music conduction. Tulisoma quotation moja NGWT inayosema ibilisi atafanya muziki kuwa mtego kwa namna unavyofanyika, in the way it is conducted. Kwa hivyo muziki kama muziki lazima tuangalie hakuna dhambi yoyote kwenye harmony, kwenye rhythm na kwenye melody. Hakuna. Ukisema muziki unazungumzia hivyo vitu. Hakuna muziki wowote utakuwa na maana kama hakuna, kama utakavyopita hapa kidogo utaona. Lakini namna ya kucheza huo muziki, kucheza kwa maana sio kukatika kwa mwili wa mwanadamu, lakini namna unavyofanyika huo muziki, ndipo ibilisi anakotafuta kututega. Na anatega kupitia nini? Na ni kwa nini anapitia hapo? Kwa hiyo siku nzima ya leo tunaenda kuona anavyocheza. Ukisikia muziki huu na matatizo, lazima ujue ni nini: melody, harmony au rhythm. Unaposikia anasema hii haina shida, hii anamaanisha nini? Nini haina shida? Na ndio maana baadhi ya watu katika muziki wamesema kinachoangaliwa ni maneno. Niweza sikize vizuri kwamba muziki hata kama hakuna maneno huwa ni muziki, na umekamilika kabisa na hakuna maneno. Muziki una sauti, muziki una lugha ya umbile, nasema body language muziki. Kwa hiyo hata kama hakuna maneno, hata kama hakuna maneno ambayo tunasema lyrics, hakuna maneno kabisa, lakini haimaanishi sio muziki. Muziki unakuwa complete. Ukiangalia hapa neno rhythm, harmony na melody, hatujazungumzia habari ya lyrics, yani maneno. Hakuna kabisa hapo lyrics. Alafu unasema huo ndio muziki. Yani muziki sio mpaka uwe na maneno. Muziki ukishakuwa na hayo matatu ni muziki. Baya tutayaona kidogo mchana huu wa leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa elimu katika muziki unayoendelea kutupatia na kutunyenyekeza chini yako ili tuendelee kukusikiliza. Tubariki hata muda huu tena, anga ya mitetemo sehemu ya kwanza, katika jina la Yesu, amina. Biblia inasema maneno yafuatayo, na aliyesema maneno haya ni Yesu mwenyewe, na alikuwa anamwambia mwanamke Msamaria. Akasema, saa inakuja waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana Mungu awatafuta watu kama hao. Na akaeleza kwa nini wataopaswa kumwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Anasema Mungu ni roho. Wanaomwabudu yawapaswa wamwabudu katika roho na kweli. Hiyo ni Yohana Injili sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 22 mpaka 24. Alikuwa anazungumza jambo zito sana linalozungumzia ibada, na kwamba hiyo ibada ni katika roho na katika kweli. Hapo hakuna kitu kinaitwa katika mwili. Sema notice kitu hicho.
Mmesikia hicho kitu? Watu wa Mungu, mmesikia hiyo kitu? Ibada ina mambo mangapi? 1, roho; 2, kweli. Na ukienda ile anayozungumza katika amri, ni amri ipi iliyo kuu? Yesu alikuwa na nukuu ile Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa hiyo ni Kumbukumbu la Torati sura ya 6 hiyo mstari wa 5. Bahati mbaya wengine wakisikia kwa nguvu zako zote, wanatafsiri nguvu mwili. Mwili. Hamna. Tunasema sasa mwili una sehemu gani? Na bado jana tukasoma pia, tulipitia kidogo. Anaeleza kwenye kile kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ile ya 14 mstari wa 15. Anasema basi imekuwaje? Nitaomba kwa. Hebu soma sasa hapo kidogo. Hebu soma tena hiyo usikie. Yaani hakuna, unapozungumzia swala la ibada, kumfuata Bwana, ni kama anakuambia mwili peleka huko kwingine. Usisogeze mwili. Atatueleza mwili unaupelekaga wapi, tunapaswa tupeleke wapi tunapokwenda kwake. Hebu soma kwenye hiyo Wakorintho ya kwanza sura ya 14 na ile aya ya 15. Hebu soma pale. Anasema aya ya 15 anasema Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho. Tena nitaomba kwa akili na pia. Nitaomba kwa akili pia. Akili. Nitaimba kwa roho. Tena nitaimba kwa akili pia. Nitaimba kwa akili. Umesikia anasema nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili, nitaomba kwa mwili. Umeona mwili umetajwa pale? Umesikia kuna mwili umetajwa pale? Na ndivyo ilivyo kwenye sala, na ndivyo ilivyo na kwenye kuimba. Muziki na wenyewe unahitaji akili na unahitaji nini? Roho. Hakuna mara utaambiwa kwenye kuimba lazima mwili ushiriki. Naambia ndio unasoma wapi hapo? Wana wa Israeli walikuwa wanaimba wananesa. Walitengeneza hata ndama ya shaba. Basi tengenezeni siku hizi pia. Maana ilitengenezwa na wana wa nini hao? Kwa Israeli. Unajua saa nyingine tunasema hawa wanaobandika bandua hao. Kuna mafuta amesema Yakobo na kumtia mafuta kwa neno la Bwana. Kwa hiyo Biblia imesema imesema hivyo. Haya wanaotembea kwa vitambaa wanapepea. Sema hiki kitambaa. Biblia imesema kwamba Mungu alifanya miujiza ya kupita kawaida kupitia huduma ya Paulo. Hata leso zilizotoka na nguo zake zilizotoka mwilini mwake, mapepo yalikimbia, vya watu wakapona. Kwa hivyo mimi natumia kitambaa. Anasema ndio hivyo ndio usomaji wa Biblia huo. Anasema ndio huo. Mwisho atatuambia Elia alilala juu ya maiti. Kwa hiyo hata mimi si ajabu nikilala juu ya nini? Ya maiti. Lakini hata kuambia maiti atasema wewe ni maiti wa kiroho. Kwa hiyo lala nikuombee. Yaani unajua hii dunia ina vitu vya ajabu sana hii. Mwambie wewe nenda mochwari kule. Ukalale juu ya maiti. Elia alioa juu ya maiti. Iko kazi. Kwa hiyo anasema kwenye kusali, sala, prayer inahitaji mambo mawili. Spirit and understanding. Kuimba pia kunahitaji mambo mawili. Spirit and understanding. Roho na akili. Basi. Kwa hiyo yale mambo ya kuimba mwili unahusika,
Unaweza ukajua tu kuanzia leo tunapoenda, maana tunaanza kwenye upande wa music performance. Ni kwa sababu kwenye music performance iko katika namna gani huyo anayetengeneza wimbo huo, kwa sababu unapotunga wimbo lazima mtunzi wa wimbo ajue hapa hiki ni nini natunga. Lazima uzunguke maeneo hayo. Anayecheza chombo cha muziki lazima hivyo hivyo. Sasa anapoeleza haya yote, hakuna sumu yoyote kwenye hayo yote, hakuna sumu yoyote, hakuna ubaya wote kwenye rhythm, hakuna ubaya wote kwenye harmony, na hakuna ubaya wote kwenye melody. Na walimu wetu wamekuwa wakitufundisha ukweli wa jambo hilo, maana ukikosa hapo hauna muziki, na Mungu ndiye ameumba muziki. Kwa hiyo hawezi kuumba rhythm alafu ikaje ikawa mbaya. Nani anafanya mbaya? Ni yule tu roho adui anafanya mbaya. Kwenye mambo gani hapa? Kwa hiyo anapokuja kwenye upande wa mwili, Biblia inatuambia tu ya kwamba itoeni miili yenu iwe nini? Unaelewa dhabihu? Anasema hiyo ipelekeni kwenye madhabahu, weka moto, choma huo mwili. A living sacrifice. Sacrifice ni kafara. Ni kama anasema ruhusuni huo mwili ukateketezwe, uchomwe moto huo mwili. Ndivyo anavyosema, ndio ibada yenu yenye maana. Sasa unawezaje mwili kuchoma moto lakini unao? Ndio tunaweza kuangalia watu wanasema unajua hamna shida, lazima hisia, lazima hememuko. Niliwaambia ya kwamba tutaenda nayo mpaka utakuja kuona kinachozungumzwa ni nini. Mungu aliumba viumbe wenye muziki. Yaani viumbe wote ukisikia, na alivisikia viumbe vyote mbinguni. Hiyo tunasoma ile Ufunuo sura ile ya 5 aya 13, vilivyoko juu mbinguni, vilivyoko duniani, vilivyoko wapi. Yaani ukizungumzia viumbe wote wa Mungu, muziki wamewekewa ndani. Haleluya. Sio tu Lucifer, hata wewe unayosema huwezi kuimba, ni wewe tu ndio unayesema. Ili utakapofika umeokolewa utajua kumbe hakuna aliyeumbwa ambaye hawezi kuimba. Hakuna. Kitabu hiki kinaitwa Christian Education, ukurasa 62 na paragraph ya 4 anasema, music forms a part of God's worship in the courts above. Muziki unafanya sehemu katika ibada ya Mungu katika patakatifu kule juu. And we should endeavor in our songs of praise. Tunapaswa kufanya inavyowezekana katika sehemu ya huduma ya kidini is as much an act of worship as is prayer. Ni tendo la ibada kama ilivyo sala. Ndio maana ukiona watu wanasali namna hii, wanasema tumeshavamiwa. Kusali hivyo hawasali. Kwenye kuimba wanaimba hivyo. Nasema wewe, uimbaji ni tendo la ibada kama ilivyo sala. Tuliangalia ndani ya Biblia Agano la Kale, ndio maana kwa nini muziki ulitangulia. Niwaambia kwamba taeleza ni kwa nini. Askari walikuwa nyuma, muziki ulikuwa mbele. Yaani kupambana wa Moabu na wa Amoni ilikuwa ni swala la ibada. Nini? Muziki uliingiza jeshi la Israeli kwenye ibada, sio kwenye mshare, upinde na chochote. Worship. The heart must feel the spirit. Moyo lazima upate hii feelings ya roho of the song, the spirit of the song. Angalia vizuri, moyo lazima upate hiyo spirit ya wimbo. Haisemi ipate the flesh of the song. Moyo lazima upate hiyo roho ya wimbo, the spirit of the song. Tutakuja kuziangalia, nimeambia kwamba tunaianza hii habari ya performance, tutakuja kuiangalia. To give it right expression. Ili sasa
ule muonekano sahihi upatikane, ni mpaka moyo upate hiyo roho ya wimbo. Kama haiwezi kuupata, basi expression zitakuwa na ukichaa, zitaugua kabisa. Na mara nyingi ukiona mtu anashughulika na mwili na nini, ujue moyo haukupata roho ya wimbo. Kwa hiyo unarukaruka kama kuku uliyemchinja lakini hukummalizia. Kiona wana match paka wanafanya hivyo Adventist, unajua huyu ni yule kuku uliyechinja alafu kumaliza. Unajua hapo huo wimbo hauna spirit. Kwa hiyo unamuona huyu anafanyaje huyu? Wanaona paka watu akienda kwenye anapiga reverse. Sijui ni reverse, sijui ni kona. Unaangalia watu wazima wengine na mvi zao. Nasema hiyo roho, moyo umekosa spirit ya wimbo. Huyo ni mpaka umstue wewe. Sasa hiyo ameganda kabisa kwenye barafu wewe. Nasema nini? Ndio akili zinarudi. Ndio kama kuna mtu ana muziki anaweka kwenye kinanda pale, mwambie wewe, zima hiyo kitu, watu wameganda huku. Kwa nini zime? Angalia. Wewe uone kinachoeleza hapa. Utakuja uelewe kwamba ni nini kinachozungumzwa hapa. Moyo. Hii ni Christian education and Jewett. Kurasa huo hapa. Unaweza kutofautisha hawa watu wawili wanaocheza, wanaoimba muziki. Umeona? Kuna ujumbe wote unapata hapo? Naambia kuna ujumbe wote unaupata? Huyu dada yukoje? Kuna moyo wake hapo, unapata spirit of the song, unapata roho ya wimbo. Na huyu mheshimiwa, huyo yuko anga ya juu hapo, ana marijuana tupu, kichwani ni bangi. Yaani huyo nitawaambia kwa nini watu wa jimu wanapofanya mwanzoni unakuta haijakaa, inapakana ile spirit ya upande mwingine. Wanaona wanafanya kazi nini, kumbe hawajui kuna secretions of hormones na huko ndani, kwa sababu yeye anayofanyika. Tuje kuangalia, yeye hajui, anaweza kaenda masaa ya kutosha yumo tu, kumbe hapo ni kama anatumia kahawa, anatumia Coca-Cola, anatumia nini, yumo tu. Na ni muziki. Sio mpaka umletee kikombe chenye kilichochanganywa na hiyo nicotine. Wewe mletee muziki tu. Yeye muziki peke yake. Kwa hiyo ukimwangalia huyo mheshimiwa, mtakuja kuelewana baada ya DJ kuzima mitambo. Ndio mtaelewana. Kwa nini anakuwa hivyo? Music is a language. Muziki ni lugha. It should be conducted in clear and understandable ways. Lazima unapoconduct muziki lazima iwe wazi na kwa kueleweka. Taimba kwa akili na kwa moyo na kwa roho. Kama lugha ina herufi, ina maneno, ina sentenso, ina aya, paragraph, ina sura, chapters, ina vitabu. As language. Ukija kwenye muziki ina notes, na ambazo umekuwa umejifunza hapa. Muziki una measure. Muziki una measure ama haina? Ina phrases, ina section, ina movement, ina composition. Music is a language. Eleza Shuhuda kwa kanisa Gombo la 7 kurasa 119, 15 na 116, ama Evangelism kurasa 504, anasema when human beings sing with the spirit, wanadamu wanapoimba kwa roho and the understanding na akili, heavenly musicians, waimbaji wanamuziki wa mbinguni, take up the strain, wanashika chombo cha muziki hao, and join in the song
of thanksgiving, na wanajiunga kwenye wimbo. Kesho utakuja kuona kama hawawezi kuwa na hivyo vitu viwili, malaika waimbaji wa kimbingu huwa wanaondoka. Kwa hiyo ibilisi anakalia kwenye kiti cha enzi. Ndio maana wakati huo hamna hapo, huwa ni mapepo kabisa yamepagawa, hakuna kingine kinachoendelea, mapepo kabisa. Hii faith I live by, na ni kesha asubuhi tunayoendelea nao Agosti 24. Imani, Kiswahili umetumia imani okoayo, the faith I live by, lakini ni tarehe 24 Agosti. Satan knows what organs to excite, to animate, engross and charm the mind so that Christ is not desired. Shetani anajua ni kiungo kipi cha kugusa. Ukikigusa hicho unamtoa kwenye binadamu, anakuwa mnyama. Hamjawahi kuona watu wa Singeli wanavua mpaka nguo wanakuwa uchi? Nenda uone zile ngoma za kwetu Ugogoni zile. Mtu anatoka kwenye ubinadamu anakuwa. Ngoma zozote, muziki yoyote ya lugha za kwetu sijui ya wapi, ikishapigwa hizo watu wanaondoka kufahamu. Inakutoa kwenye ubinadamu, inakupeleka kwenye unyama. Watu wanashangaa, mbona hawa walikuwaga tu ndani ya kanisa, lakini baadaye wakaingia kwenye uimbaji wa muziki ya dunia hii. Mwanzoni walikuwa wanavaa tu vizuri, baadaye walipata wapi hizi tattoo? Wakawa na tattoo kama zetu na zile tributaries za kwenye geography. Tattoo imekaa kama radi za kule Iringa Mufindi. Wengine hawajui radi za kule. Kwa hiyo zimekaa namna hiyo. Walikuwa wanavaa nguo, siku hizi hawavai nguo. Unaona anaimba amefungua shati yote, ni mwanaume, yani anapepea kabisa, hakuna wasiwasi. Kama ni uhakika alikuwa ameanza kuingia amevaa vizuri, siku hizi havai. Anavaa tu vyandarua. Utafikiri kila mahali kuna mbu wenye malaria. Kwa hivyo kwa nini anafanya hivyo? Ni muziki ndio umempeleka hapo. Anajua akisisimua wapi katika akili haiwezi kumtaka tena Kristo. Nisikize vizuri, ibilisi anajua akigusa wapi anakutoa kwenye ubinadamu, anakupeleka kwenye unyama, kiasi kwamba akili haitamtamani tena Kristo. Ngoja niwaambie kitu, ukao uangalie vizuri. Nenda uangalie kama wewe ni mwimbaji, nenda uone kwaya yenu kama inatamani kusoma neno. Mmenisikia ninachokieleza? Mnanisikia ninachokieleza? Uone kama mnaanzaga kwa kujifunza neno, mna ratiba za kujifunza. Ndio maana unasikia waimbaji wakimaliza kuimba wanatokaga nje, mafundisho yakiendelea kanisani hawaji. Wakisikia kwaya karibuni kwa wimbo, wanachomoka huku na kule. Unajiuliza walikuwa wanaimba nini? Wanaimbaga nini hawa? Hii ndio anacho. Satan knows what organs to excite. Anajua ni kiungo kipi cha kusisimua. Tutakuja kuangalia uko mbele. Anajua cha kufanya hivyo. Frivolous songs and the popular sheet music. Nyimbo hizi za kusisimua hizi na zile za muziki ambao ni popular of the day seem congenial to the state. The taste music, when not abused, is a great blessing. But when put to a wrong use, it is a terrible curse. It excites, but does not impart that strength and courage which the Christian can find only at the throne of grace. Hizo nyimbo za wakati wetu, songs and music of our days, anasema zinaamsha. Nasikia amsha popo. Nasikia hii ni harusi bwana, sio msiba. Unawaambia jamani, ingieni basi wanawake kwenye ukumbi. Anasema DJ tubadilishie wimbo. Yabaye kukukuta hayo. Watu wamegoma kule nje, weka ule muziki mwingine ule.
Usitufanye sisi kama marehemu. Weka ule unaoamsha, amsha ule. Excites. Unaamsha ndio, lakini angalia tofauti yake. Unaamsha hauleti nguvu na ujasiri kwa Mkristo ambao anaweza akaupata tu katika kiti cha rehema. Excited without strength, power and vigor. Unafanya hiyo kitu lakini hamna chochote. Ndio akaeleza muziki ukitumiwa vizuri. Ameeleza hapa kama ukitumiwa vizuri, anasema ni mbaraka mkubwa, great blessing. Lakini ukituwekwa kwenye matumizi mabaya ni laana ya kutisha. Huyu Professor Marshall McLuhan ni mtu ambaye amestudy juu ya muziki na effects zake. Ukienda kwenye ukagugo tu utamkuta huyu. Angalia kitu anachoandika. Anaandika hivi: the medium is the message. Kwenye muziki medium, unajua watu huwa wanafikiri ni hiki na kile. Medium ni mimi ama wewe unayeimba. Ndiyo message ya muziki. Unaona anachokieleza. That is to say, ni kusema the music, its melody, harmony and rhythm, all by its disposes man to virtue or vice by moving the emotions. Kwa hiyo yote hii zote zinapowekwa pamoja, melody, harmony na rhythm, hizo zote zinamfanya, zina dispose, zinamweka mwanadamu kumweka kwenye uadilifu, kuwa na hali nzuri, ama kinyume chake kulingana na mwelekeo wa feelings, emotions, hisia zake. Therefore, the way in which they move to the passions, namna ambavyo vinaelekea kwenye huo mwelekeo wa hisia, should serve as a principle. Hii ndio itakuonyesha, itakusaidia kujua kanuni, principle basis, kanuni ya msingi for judgment, ya wewe kufanya maamuzi on whether any given piece of music is good or bad. Kwa hiyo nini? Vile mtu anavyoitikia kwenye muziki ndio yenyewe inayokueleza hivi huo muziki ni mzuri ama ni mbaya. Kwa sababu muziki unamuvuzisha. Kwa hiyo ndicho unachoweza kufanya. Huyo anaeleza namna hiyo. Ellen G. White mwaka 1885 Aprili 24, Review and the Herald aliandika, if the thoughts are wrong, ikiwa mawazo ni potofu, the feelings will be wrong, hisia nazo zitakuwa potofu. And the thoughts and the feelings combined, mawazo na hisia zinapoungana, make up the moral character, zinafanya tabia ya uadilifu. When we decide that as Christians, tunapofanya maamuzi kama Wakristo, we are not required to restrain our thoughts and feelings, kwamba tupaswi kutelekeza ama kuachilia mbali ama kuzuia mawazo yetu na hisia zetu. We are brought under the influence of evil angels. Tunaletwa katika mvuto ya malaika waovu, and we invite their presence and their control. Na hivyo tunawaalika malaika waovu katika uwepo wetu na kutudhibiti. Pale watu wanaposema hakuna haja bwana ya kudhibiti mawazo na hisia. Unajua kila kitu kina hisia, unajua hizi ni hisia zangu nazi-express na ninazieleza. Haya ni mawazo yangu, kwa sababu music inaleta vitu hivyo. Anasema tukifanya maamuzi kwamba hakuna haja ku restrain feelings and thoughts, anasema kwa maamuzi hayo kama Wakristo tuna invite evil angels. Ndio maana ukisikia mwalimu wa nyimbo anasema, sikiliza vizuri, huwezi zuia hisia bwana. Ninyi wachungaji mnatuambia nini? Wimbo una feelings. Unamwangalia. Jibu langu huwa ni moja tu, kwa mpagani hilo hawezi.
Kwa Mkristo hawezi kusema hivyo. To restrain thoughts and feelings is Christianity. Huyo ndio Ukristo. Lakini kusema maamuzi hivi, unajua huwezi kuzipiga teke hisia, huwezi kuzishinda hisia bwana. Na mtu anakuambia hata Yesu alilia machozi. Wanasikilizaga watu wanasema Yesu naye bwana hisia zilimshinda. Nawaambia jamani, si hivyo Adventista tumekuaje mpaka tumeamua kuwa namna hiyo? Hata kusoma tu tumekuwa wavivu kiasi hicho. Hivi kweli Yesu alilia tu kile Lazaro aliyekufa? Kabisa, Yesu kabisa. Na alishawaambia wanafunzi kwamba Lazaro amelala. Sikilizeni vizuri, ukisoma Biblia una matege. Amewaambia wanafunzi wake hivi, rafiki yetu Lazaro amefanyaje? Amelala, naenda kuamsha. Sasa ameenda kumwamsha ndipo aanze kulia. Amelala Lazaro. Wewe ukiamua kulia lia tu, lakini usibandike fungu la Yesu akalia machozi. Mnasikia watu wa Mungu? Yesu hajawahi lilia aliyekufa huyo. Maana hata hivyo amekuja ili amtoe kule. Na tunaendelea na mwongozo unaojifunza hapa, dalili, science. Kwani alimfufua na tulisoma. Lakini mtu anasema, anaanza kupekua Biblia, Yesu naye alikuwa na hisia. Na yeye naye alilia. Mara mwingine alisema kikombe kiniepuke. Maya yalimzidi. Kama Wakristo, if we don't restrain our thoughts and our feelings kuhusiana na muziki, if we don't, kama hatuwezi kuambia mawazo yetu na hisia zetu kuhusu muziki huu, hapana. Anasema hayo maamuzi, umetuma barua ya mwaliko kwa malaika waovu wawe kwetu na watutawale. Kwa mtu asije akasema huwezi tawala hisia na mawazo kuhusu muziki. Amemwalika shetani kwa maamuzi hayo. Juzi na jana nilisema ibilisi anadanganya, hajali wewe ni nani. Unakaa Dodoma, unakaa Arusha, unakaa Canada, unakaa Togo, hajali. Na hajali una nafasi gani ya uongozi katika jamii, serikali na dini. Nikawaambia hivi, kama hatutasikiliza Biblia na roho ya unabii, tukasikiliza miemuko ya watu waliofanya maamuzi kama wapagani, huwezi zuia hisia na mawazo kwenye mwelekeo wa muziki mchafu. Kama hivyo ndivyo tukasikiliza hao, basi we have brought ourselves under the influence of the evil angels and invited them in our presence and to take in charge of our lives. Sasa ngoja tuangalie sasa. Organ ninaona iko pale. Kitu cha kwanza kinaitwa melody. Ukiangalia ndani yangu nimeweka melody ndio base. Sikiza vizuri. Melody ndio base. Na bahati nzuri walimu walitueleza kabisa hivyo vingine vyote vina help. Melody ni kitu gani? Wakati tunaangalia jana mbinguni melody. Na walizungumza pia jambo ambalo huenda pengine jioni nitakuja kulizungumza. Kwamba melody, the spirit, harmony, the understanding. Tunakuja kuangalia. Melody is the chief theme of the musical composition. Hii ndio kuu katika muundo wa muziki. It's the chief theme. Ndio wazo kuu kwenye musical composition. Melody alone can have motive body language. It can undermine the lyrical message. Melody yenyewe bila lyrics, bila maneno. Yani melody inaweza ika undermine lyrics.
yenyewe peke yake. Halafu huyu mtu anaitwa Wolfgang Amadeus Mozart anasema melody is the very essence of music. Kwa kweli ukisema muziki unataja melody. Make melody in my heart. Tuangalie maneno. Melody ametafsiri kama pitch, kama theme, kama conjunction, kama disjunctive, kama melody. Lakini nataka hebu piga tu ile one finger touches of hiyo piano, wimbo namba 192 ambao unasema, unasemaje wimbo? Mwamba wenye imara. Hebu piga tu hiyo one touch. Usiweke chochote kabisa. Piga tu hiyo 192. Hiyo atakayopiga hiyo ni melody. Sikiliza vizuri tu. Siweke chochote, one finger, one button na nini. Cheza tu na nizake kwenye hizo button zake tu. Asante. Hiyo uliyosikia hiyo ni melody. Tutakuja kuangalia baadaye tutakapofika kwenye hivyo vingine uweze kufahamu kwamba ni nini anachozungumza. Hiyo ni melody peke yake. Lakini twende kwenye harmony. Harmony ni combination ya musical notes ambazo zinaenda simultaneously. Ni physical notes za muziki zimeungana pamoja na zinaenda kwa wakati mmoja. Kama tungekuwa ni watu wawili hapa, ninatembea na yeye anatembea, ni kwa kushoto wa kulia na yeye anatembea, hiyo nasema ni harmony. Kwa hiyo kama ukiona wana match watu kushoto kwa kushoto, kulia kwa kulia, kushoto kwa kushoto. Kwa hiyo kama mimi nikisema ni noti fulani, wewe nayo ni noti fulani, lakini inapigwa hiyo at the same times, inapigwa na hii. Kwa nasema hiyo inaitwa harmony. Na inapokuwa inapigwa hiyo combination hizo to produce chords and chord progression with a pleasing effect. Na harmony ndio inafanya kuna kitu yenyewe inasindikiza kuleta kupendezesha hiyo melody zaidi. Kwa sababu melody yenyewe kama yenyewe bila lyrics, bila maneno, yenyewe ndio base kila kitu. Sasa hii ni kama inaongezea kidogo. Sasa hebu ingia kwenye piga harmonic chord na huo wimbo. Weka harmonic chord. Multiple chords hapa. Hebu piga kidogo huo wimbo 192 waweze kuona ni nini kinazungumzwa. Unaona zinapigwa ngapi humo? Umeona inaweka kufurahi na kuipokea zaidi. Ndicho inachokifanya kwamba inaleta kukubali kwa kina na mtazamo, mudi, rangi. Muziki una rangi nye na inaleta katika anga hewa ambayo ina join kwenye melody kupitia harmony. So in a well written piece of music, kwenye muziki ulioandikwa vizuri, the harmony will be supportive of the melody and play subservient through crucial role. Ndio maana wakati mwalimu anauliza pale juzi hiyo, wakati wanasema hivi muziki wa kwaya na muziki wa kitabuni, kuna mambo yalizungumzwa, mwisho ikafikia ule umetungwa vizuri, well written piece of music. Ndio maana inakaa miaka na miaka. Lakini hizi ambazo zinatungwa ambayo unaangalia sio well written, baada ya muda hakuna muujiza mwingine pale. Ina maana watunzi wengi wa nyimbo tunazoimba hawajafika hapa. Kwa hiyo chords ambayo nilikuwa nasema musical tones played at the same time. Kwa hiyo ndio maana hebu piga sasa, weka vidole vyote viwili. Piga hizo ambazo ni multiple
tunazungumzia multiple music tones kwenye wimbo Mwamba 192. Hakuna maneno wala hakuna kitu, uone music. Hapo ameweka harmony. Hizo ni harmonies kwa sababu ile ukiona melody ndio ilikuwa anza yenyewe, alafu anapiga ikiwemo melody, alafu kuna hizo ambazo tunasema multiple music tones. Kwa hiyo kuna hizo chords ambazo anazipiga ambazo unaona zinasindikiza ile melody yake. Kwa hiyo inazidi kuwa so pleasing, inakuwa so deep, inafanya iweze kuingia vizuri. Kwa hiyo ndicho nakiona namna hiyo anapofanya hizo harmonies. Kwa hiyo yote inasababisha ubora, inaongezea ubora, inafanya melody yake ing'ae zaidi. Ndio kazi ya harmony kama tukisema namna hiyo. Kwa hiyo melody is the main thing, ndio wazo kubwa, lakini harmony is useful only to charm the ear. Chakula cha sikio tu, harmony. Huyo anayetaja, huyo ni mtu mmoja anaitwa Joseph Haldin. Anaeleza harmony wakati ndio melody ndio yenyewe, alafu harmony inaongezea kwenye sikio. Hii ni harmony. Rhythm, kwa sababu naambia kwamba tutaendelea jioni, ndio maana napita kwa haraka baadaye uweze kuyaona yanavyofanya kazi. Rhythm, the orderly movement of musical sounds. Music sounds and silences through time. Hebu fanya ile zoezi hapa, ile note kamili inapigwaje? Hebu moja, afu unaimba. Hiyo unajua kuna nini hapo? Kuna order, lakini kwenye mwendo, orderly movement. Kwa hiyo ni mwendo ulio kwenye utaratibu, lakini mwendo wa nini? Wa sauti na ukimya. Pa pa pa. Kwa hiyo kabla sijapiga ile nyingine, hapo kuna ukimya. Sound and silence, sound and silence. Lakini inaendaje? Orderly. Katika nini? Katika mwendo. Pa pa. Sasa hiyo ndio inasikia inaitwa rhythm. Ndio maana akasema kwamba huwezi kuwa na wimbo na hakuna rhythm, kwa sababu kuna sound halafu kuna ukimya. Sound halafu kuna ukimya. Kwa hiyo anasema hiyo ni rhythm ndani ya wakati. Kwa hiyo anasema pa, sekunde zinaenda. Pa. Wewe maana kuna kitu kinaitwa through time. Lakini through time kuna nini? Movement ambayo iko kwenye utaratibu. Movement ya nini? Ya sauti ya muziki na ukimya wa muziki. Short, clear. Short, clear. Short. Kama ataendelea tu namna hiyo, niko kwenye rhythm. Wewe hata unapotembea ni rhythm. Kama moyo unaposukuma damu unasikia ile heartbeat pap pap kwa kila sekunde. Kwa hiyo unaona hiyo ni rhythm hiyo. Kwa hiyo ina element ya time. Ndio unaona kitu fulani wanaita neno beat, wanaita meter, wanaita tempo, wanaita pace, pace kama kwa maana ya hatua, wanaita speed. Ndio maana mwalimu anasema hapa unategemea speed ya wimbo, wewe unatakaje na watu wakoje na ni tukio gani. Kwa unaona kuna speed, alafu kuna pass ambayo inatumika sana katika elimu ya utabibu. Wao wanatumia pass kwa maana mapigo ya moyo. Wao wanapima, wanaweka kidole, nasikia pass ya moyo ikoje. Sio ya kunyoshea nguo, ni pass yenye herufi hiyo. Kwa hivyo hiyo kwenye time unaona vitu hivyo. Kwa hiyo unapoweka kwenye movement ya sound, lakini hiyo kwenye order within or through the time frame, toka pigo kwenda pigo jingine. Unapopiga maana yake sauti inatoka, lakini inatoka
iko ndani ya mwendo. Wakati mwingine usipopiga inakuwa kimya. Kwa hiyo sauti inapokuwa kimya na sauti inaposikika, hiyo ndio anasema ndani ya mwendelezo ulio kwenye utaratibu, inasema hiyo ndio rhythm. Na kwa kweli sikiliza, is an essential energy of the music. Rhythm ni nguvu muhimu sana katika nini? Muziki. Without rhythm, music dies. Hapa tunazipitia uzione zenyewe kama zilivyo tu na utakatifu wake. Mkorogo utakuja baadaye. Hebu tusonge wewe wimbo halafu tuweke rhythm sasa. Piga tena huo wimbo. Piga tena huo wimbo kwenye hizo multiple chords. Button zenyewe lakini weka multiple chords. Piga kwa mikono tu yote, hizo harmonies zote ziingize, halafu uone rhythm yake inavyoenda, kwa sababu ni mwendo ulio ndani ya utaratibu wa sauti na ukimya wa muziki. Sauti na ukimya wa muziki. Aha. Mtu asipojua anaweza akasema hapo hakuna rhythm. Kumbe kuna nini? Kuna rhythm. Kinu ukianza kusema mwamba wenye imara taji ficha maji hai na damu naanza kunesa wenye sema huyo amepiga rhythm gani huyo? Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu. Sasa hapo unaanza yaliyotoka unisafi, unifaa. Na anaweza kupiga kinanda ikawa mwamba wenye imara, kwako tajificha, maji hayo na damu toka humo. Ni maneno yale yale, lakini amebadilisha nini? Amebadilisha rhythm. Naomba uone utakapofika kule. Ndio unayosikia hizo wakizungumza kitu gani unaona? Ndio maana wanasema alafu anakudanganya hii ni akapera. Hakuna wimbo usio na rhythm wewe. Alichokubabaisha ni kwamba hatumii kinanda, lakini mwendo wake, ule mwendo tu. Maana hiyo ndio inazungumzia rhythm. Ile orderly movement ya musical sound na ile silence inakutosha kujua R&B, inakutosha kujua hiyo ni reggae, inakujua kufanya hivi. Hapo naimba akapera hiyo muziki wa akapera una vyombo. Unajua huyu hajui chochote. Hajui chochote. Tukapofika hapo utakuja kuangalia. Kwa hivyo nilikuwa nakuonyesha kwamba rhythm, hakuna wimbo usio na rhythm. Lakini utakuja kuangalia kwamba anafanyaje. Huyu anaitwa Joseph McCree. Kitabu kinaitwa The Enjoyment of Music, kurasa 19 anasema rhythm is the element of music most closely aligned to body movement. Hii ndio sehemu ambayo iko imelala karibu sana na mwendo wa mwili. To physical action ndio ambayo ina kitenzi cha kimwili. Karibu sana na kitenzi cha kimwili. It is simpler patterns when repeated over and over can have hypnotic effect on us. Kirudia hiyo rhythm ambayo imeweka vibaya hiyo, ukairudia tena na kuirudia tena, inakupeleka theater. Wanakata, hujui wanakata wapi. Una
Hilo neno hypno linatokana na neno la Kiingereza, Kigiriki inaitwa hypnos, ama Kiingereza wanatumia hypnotic ama hypnosis. Haya maneno yote yanatokana na neno hypnos. Na hupo ni preposition and gnosis. Hii inamaanisha nini? Na imetajwa mara 6 katika New Testament, Agano Jipya. 1, usingizi. 2, imetumika kama death. Hapa ndio jeuri ya Lucifer ilipo. Hajawahi fikia kwenye akili mpaka akose mwili, na kwa kuwa rhythm ndio imelala karibu sana na body. Hapo kuna why samani, body movement na physical action. Wewe ukiona mna hii physical action, body movement, bila hivyo ujue aina ya rhythm aliyoweka lazima impeleka pale. Jimi Hendrix nimeweka hapa ili ukiweza kumsearch uone. Huyu ndiye anayefahamika kama American guitarist, mpiga gitaa wa Kiamerika na mwandishi wa nyimbo na mwimbaji. Is widely regarded as the greatest guitarist in the history of popular music. Ni mpiga gitaa popular, the greatest popular guitarist in the world. Katika aliye influence kwenye musicians katika karne ya 20. Angalia anavyosema, you can hypnotize people with music, and when you get them at their weakest point, you can preach into their subconscious what we want to say. Anasema hivi, unaweza ukawalaza watu nusu kaputi. Hypnotize yani kuwatoa kwenye ufahamu. Kupitia nini? Kupitia muziki. Na unapowapata kwenye hiyo sehemu yao dhaifu, unafanyaje sasa? Sasa unaweza ukawahubiri katika ufahamu wao kile unachotaka kusema. Vijana mjambo? Oya, mko sawa? Fanya hoyo. Sema ndio wanaonaga wanasema hivyo kwenye store, kwenye stage wameshawaingiza, wamelewa. Kwambia vua shati, fanya hivi shati, na kwambia fanya tena hivi na vile. Haya twende DJ. Ukishaingia sasa hapo, yani saa hiyo hakuna kinachobaki. Saa hiyo yani jeshi na mabewa yako nyuma yake, wameshawalevya, hakuna kinachobaki. Huyu ameandika kwenye Life magazine Oktoba 1969, sio 2000. Kwa hiyo anasema ukishacheza hapo, you can hypnotize people with music. Anachomaanisha ni kwamba muziki unalevya kuliko madawa yoyote ya kulevya. Sikiliza vizuri ndugu zangu, hakuna ulevi unaopita kwenye muziki. Heroin, cocaine, sijui kitu gani, haiwezi kulevya kama muziki. Hapa hawezi kubaki na akili yake. Kwa hiyo hypnotic state inaletwa deception, udanganyifu wa ulimwengu, wa mwili na devil. Na utaangalia Biblia inataja vitu vitatu hivi: ulimwengu, mwili na ibilisi. Utasikia nyinyi sio wa ulimwengu, msiupende ulimwengu. Pia utasikia msiuangalie mwili wala kuamsha tamaa zake. Utasikia mpingeni shetani naye Mungu atawakimbia. Kwa hiyo unakuta the word, the flesh, the devil. Sasa watu wanaangalia ulimwengu ni ule kule, wanasahau ulimwengu wa miili yao, kwa sababu ulimwengu wa kwenye mwili ndiko hapo ibilisi anashughulika hapo, na hicho ndicho ambacho anafanya. Kwa hiyo ibilisi, sikiliza vizuri, melody ndio inayopasa kuonekana bold, vingine vyote viwe ndani. Harmony inakuwa ndani, rhythm inakuwa ndani kabisa ndogo, lakini ambayo inatapaswa kuwa bold. Melody, harmony inaongezea
na ni ndogo. Ile yenyewe ndio yenyewe kubwa, hii ambayo ni melody, rhythm inakuwa ndogo. Ibilisi anachotaka anabadilisha rhythm pap, halafu harmony, halafu ka melody kanaendaga huko chini. Na nyimbo zetu kwaya nyingi pambana 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 kacha kacha kasa na donoa tu pale. Tuje kuangalia huko baadaye. Wale mlioko hapa mtaomba mniazime nyimbo zenu za kwaya. Tunataka kujifunza tu. Jamani, mmenisikia lakini? Si kwa ajili ya tu ya kuona ni nini. Kwa hiyo wakati tunapoimba mwimbaji ujue ni kitu gani. Mwalimu ameweka hiyo, anayesema biti za kuchonga na amezichonga. Kwa hiyo inawekwa tu, ukisikiliza yani melody unasikia kanyatu ndi baadaye unasikia kama mungurumo unaotokana na radi kangara 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 didi. Ndio kazi ya ibilisi. Na saa nyingine mpaka waimbaji wanaumia, maana amepeleka juu. Yaani hiyo iliyopelekwa juu, mwimbaji anakomaa ajaribu kupambana nayo, lakini hamuna. Hicho ndicho kinachofanyika. Rhythm inakuwa ndogo, na usifikiri Bwana amefanya hiyo anajua. Melody ndio ambayo inapaswa kuwa kubwa na ambayo inapaswa kuonekana, alafu inasindikizwa na harmony, alafu inasindikizwa kwa mbali na rhythm. Ibilisi yeye anabadilishaga opposite, akafanya rhythm iwe kubwa, harmony, alafu melody ndio inakuwa kama sio chochote. Kwa hiyo Mungu atatusaidia tutakapofika upande huo jioni. Kwa sasa ilikuwa ni kuonyesha tu kwamba ndio maeneo hayo matatu, na hakuna ubaya wowote. Rhythm, hakuna wimbo hauna rhythm, na walimu wametufundisha huo mwendo wa wimbo katika utaratibu wa sauti na ukimya wake ndani ya wakati ni rhythm. Bila hiyo wapendwa, wimbo unakufa. Wimbo unakufa. Hakuna muziki kama hakuna rhythm, ila iko karibu sana na flesh. Na tutakuja kuangalia ndio silaha kubwa ya ibilisi. Tuna nyimbo za Kristo watu wameamua kuziimba wakaweka, unaona kama inakwenda vizuri, lakini kumbe ni janga. Na mimi nawaomba kama mna nyimbo za kwaya kwa ajili ya kujifunza, tutaipatia afu mtaona kama ni nini. Amani ya Bwana iwe nasi tunapoendelea na somo hili. Anga ya mitetemo inazunguka hapa, na hiyo yote iko kwako na kwangu. Kuna melody, kuna harmony na rhythm. Usisahau Mungu alituumba viumbe wa muziki. So you have melody, you have harmony and you have rhythm. Hiyo ndio anga ya mitetemo. Na sasa kwa sababu ibilisi anajua, ndio maana. Kwa hiyo jioni tutakuja kuangalia hata ili aingie hapa duniani alipitia kupitia wapi. Hayo ndio yanayofanyika, kwa sababu music ni language. Mungu wetu atubariki kwa jina la Yesu, amina. Karibu uombe. Njoo mtu wa Mungu, tusimame kwa ajili ya sala. Tuombe. Tunasema asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya upendo wako na ulinzi wako. Tazama, tunashukuru kwa ajili ya masomo haya ambayo umeendelea kutufundisha kupitia mchungaji wetu Pastor Semba. Tunasia kwamba kile ambacho umelenga kwa ajili ya kutufundisha Mfalme wa Amani kikae katika mioyo yetu, Mfalme wa Amani. Na tutakapotoka hapa, Mfalme wa Amani, tukae na ujasiri wa kwenda kuwafundisha wengine, lakini tukae na ujasiri wa kukataa mitego ya mwovu shetani, Mfalme wa Amani. Kwa pamoja nasi tunapokuwa tukihitimisha kwa sasa na tukisubiri kuendelea kwa baadaye, ndivyo niombavyo katika jina la Yesu Kristo, amina.